Karibu tuendelee tena katika mtiririko wa vipindi vyetu. Bwana Mungu, tunakushukuru. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe umekuwa mwaminifu, Mungu mwenye rehema kwetu kwa nyakati hizi. Bwana, umetushika, umetushindia, umetuepushia, ukatunusuru. Bwana Mungu mwenye rehema katika mengi. Tazama, tunakuja katika madhabahu yako, Mungu mwenye rehema, kama yule mwanamke, Mungu mwenye nguvu, ambaye hakustahili kula chakula cha watoto. Nasi Mungu mwenye rehema tunakuja mezani kwako Bwana, ili tule na tushiriki hiki cha kiroho. Anza nasi Mungu mwenye rehema, na ukamalize nasi katika utoko mtakatifu. Naomba na kushukuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nilitamani kueleza muamini ama kufundisha kuwa muamini ama Mkristo anao wajibu gani? Yaani ziko nyajibu nyingi za kila mtu ambaye ni muamini ama anayejiita Mkristo, anao wajibu, yaani usiopungua mmoja kwa habari ya Kristo. Unaposoma kitabu cha Injili ya Mathayo 28, anasema enendeni ulimwenguni mkafanye nini? Malizia pale. Lakini soma pia Marko 16:15-16. Huwa anapenda yale maandiko, anasema mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo kila kiumbe kinafaa kuhubiriwa habari njema inayomhusu nani? Inayomhusu Yesu Kristo. Sasa leo nilikuwa natamani nizungumze wajibu mmoja wapo. Wajibu mmoja, alafu nitakuja kuendeleza nyingine na nyingine kule mbele. Wajibu wa kwanza ni kuwa wavuvi wa watu. Yaani wajibu wa kwanza, ziko zingine, lakini leo nataka nifundishe hii, na nitaendelea kufundisha nyajibu zingine za huyu anayejiita muamini ama Mkristo, lakini mmoja wapo ni uvuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Injili ya Mathayo ule mlango wa 4, tusome ile aya ya aya 18. Neno la Mungu linasema, naye alipokuwa akitembea kando kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simon aitwaye Petro na Andrea, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni katika ule mpango wa chaguzi ama uchaguzi mgumu kabisa ambao Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa akiufanya ili kuchagua wanafunzi atakaoanza kwenda nao katika huduma yake, wa kwanza kabisa, bachi ya kwanza kabisa. Na hapa ndio pana mkanganyiko wa wanafunzi na mitume. Hapa. Kwa sababu baadaye ukienda sehemu nyingine unakuta watu wanachanganya wanafunzi na mitume na wanafunzi, hawaelewi hayo mambo, lakini msingi wake upo katika hilo neno. Anasema akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Hapa kuna mambo ya kujifunza. Hata Elia alipomuita Elisha, ni kwamba aliacha mara moja, na tena Elisha alikwenda mbali zaidi. Akafanya triki fulani kwa Elia. Alafu alipoenda kule, kwa sababu Elisha alikuwa mkulima na alikuwa na pea ya mafahari, ng'ombe wale wa kulimia, ambao alikuwa analimia na kupata fedha na mazao. Ukisoma vizuri, kama ni msomaji wa Biblia, inakwambia alienda akawachinja, alafu akawagawia watu, alafu akaondoka kumfuata Elia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui kama wewe una uwezo huo, sijui. Lakini ukisoma hawa unaona kabisa kwamba hawa wakaacha chombo chao wakamfuata. Lakini hawa waliokuwa na baba yao na wao the same, wakaacha chombo wakamwacha baba yao wakamfuata.
Kwa hiyo Mungu ama Yesu ama Biblia inatutaka sisi wajibu wetu mmojawapo ni kuwavua watu na kuwaleta kwa nani? Kwa Kristo. Tutakuja kujifunza namna hiyo, lakini sehemu nyingine Biblia inasema kwamba nikiinuliwa juu ya nini? Juu ya nchi, nitawavuta watu wengi kuja kwangu. Kwa hiyo ni lazima kumuinua, ndio maana nasema wajibu huo. Sasa nisiende kwenye wajibu mwingine kwa sababu nitachanganya mambo, alafu na wewe pia huko utavurugukiwa na mambo. Sasa ukisoma hii inakwambia, lakini kana kwamba hiyo haitoshi, twende tusome Mathayo hiyo 10. Tusome 10, lakini twende tusome ile aya ya 6. Anasema, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Manake hii ndio kuwarudisha uvuvi wa watu, kuwatoa watu, na ziko mbinu na namna ambayo inaweza ikakusaidia kuwatoa watu kule waliko na kuwaleta huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nilitaka kustick katika pointi hiyo, uvuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesoma maandiko hayo mawili kutoka kitabu cha Injili ya Mathayo ambayo yanatuambia kabisa wenzetu waliacha mambo waliokuwa wanayafanya, wakaamua kuwa wavuvi wa kumsaidia Kristo kuwatoa watu kule waliko na kuwaleta kwake. Sasa uvuvi huu kwa sasa ni haupo. Yaani Ukristo wa sasa hivi ni wa kizazi, yaani kizazi baada ya kizazi, sio kizazi kwa maana hiyo ya biological sio nini, no, lakini generation. Yaani kama mimi babangu alinizaa nikiwa chini ya taasisi fulani ya Kikristo, na mimi nikija kuoa ninaongeza tena familia. Sasa huku ninakoongeza mke wangu nikimleta, manake kule alikotoka amepungua. Na wale wakioa, kwa hiyo kuna jumlisha toa, jumlisha toa, jumlisha toa. Kwa hiyo mnaweza mkawa mpo watu 10,000 lakini ni hao hamkui, mnabadilishana hapo katikati. Lakini la pili ni la kuzaliwa. Yaani ikitokea mtoto amezaliwa wanasema sasa kanisa linaongezeka. Kanisa halikuongezeka kwa kazi hiyo. Mungu aliagiza nini kifanyike? Aliwapa wajibu wanafunzi wa kufanya. Na wajibu mmoja wapo ambao nauzungumza leo ni kuwavua watu na kuwaleta kwa nani? Kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika hiyo ni kwamba kwenye majengo yetu ya ibada, majengo haya siku hizi hayakui. Yaani kwa asili kabisa, hata taasisi ambazo tunazitumikia leo, unaweza kutaba ni muunganiko wa taasisi hii, muunganiko wa taasisi hii hapa. Ama taasisi hii ilianzishwa alafu na sisi tumejibana hapo ndani. Ni kwamba pasipo hawa waasisi wetu kuwa na maono ya namna hiyo, manake tungelibaki kuwa katika tabaka la kipagani. Tusingeweza kumjua huyu Yesu Kristo. Sasa ilikuwaje? Uvuvi huo wa kuwavua watu ulikuwaje? Sasa nitafundisha takribani maeneo 8 yanayoweza kutusaidia kufanya uvuvi wa watu na kulifanya kusanyiko la Mungu likaongezeka. Ukisoma kuna wakati wale wanafunzi 12 walitumwa sehemu. Na hapa unatakiwa uelewe, watu wengi wao wanafikiri Yesu alikuwa na wanafunzi 12 tu basi. Yaani 12 tu basi. Hapana. Ukisoma Biblia hiyo utakuta mahali fulani Biblia inazungumza kwamba walitumwa wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Wawili. Nafikiri ukisoma ile Injili ya Luka 10 aya ya 1 mpaka ya 2, unakuta Yesu, tunasema return of the 70. Return of the 70. Mungu aliwatuma wawili na akawapa uweza na nguvu ya kufanya nini walichoenda kufanya. Alafu akarudi, waliporudi wakafurahi kwamba wameona mapepo yanafanya nini, yanawatii. Lakini Yesu anawaambia, nimemuona shetani akishuka kutoka mbinguni kama umeme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inatudhihirishia kwamba zaidi ya wale 12 kulikuwa na hawa 70. Lakini kama ni msomaji mzuri wa Biblia, ukienda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unakuta Biblia inazungumza takribani zaidi ya wanafunzi 120 waliokuwepo mahali pale. Kwa hiyo usiishie kwenye 12, usiishie kwenye 70.
yamkini walikuwa zaidi ya 120. Lakini baada ya kitendo kile cha Roho Mtakatifu, walitoka wale kwenda kuihubiri Injili. Siku ile wanaume 3,000. Injili ikatapakaa ulimwenguni, na hawa wakawa wana kazi ya kuwavua watu kuwaleta kwa nani? Kwa Kristo. Sasa nitataja maeneo ambayo yanaweza yakasaidia hilo zoezi. Labda kabla sijataja maeneo, nitaje kitu kimoja cha msingi sana. Na hiki kitu huwa nakisema kwamba unapoenda kumuhubiria mtu ambaye hana imani uliokuwa nayo wewe, Roho Mtakatifu akusaidie kwa hekima nini ya kusema. Lakini usianze kukosoa ama kumsema kwa habari ya dhambi aliyonayo. Yule mtu ni rahisi kurudi. Na hapa kuna mfano mzuri sana wa yule mama Msamaria. Unanielewa? Yule mama Msamaria, nafikiri kwa kadri nitakavyokuwa naweka maandiko yangu hapa, nafikiri nitakikumbuka kile hayo maandiko ili nilete, lakini kama nikishindwa basi nitayazungumza kinaga ubaga. Namna Yesu alivyomkaribia yule mama na namna alivyoweza kumuwin, kumtoa kule kwa imani ya Kisamaria, na namna alivyokuwa anaamini, lakini kumleta katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la kwanza, kitu muhimu cha kutumia pale sio kukosoa ile jambo analofanya, sio kukosoa, lakini wakati mwingine ni kumweleza ama kumwelekeza yale mambo mema yanayopatikana ndani ya Yesu Kristo. Yaani kabla hujaanza kumwataki kwa ajili ya mambo yake, mweleze mambo mema anayoweza kuyapata ndani ya Yesu Kristo. Wakati mwingine mpe ushuhuda wa mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yako. Tuchukue kisa cha mtoto mdogo labda alianza kutambaa. Mimi na kijana mdogo anaitwa Gabrieli. Kwa hiyo mtoto mdogo kila kitu anataka. Yeye anataka ashike hiki, anataka ashike hiki, anataka ashike hiki. Nichukulie mfano kwamba umemkuta mtoto ameshika kisu. Unafanyaje ili kumfanya kwamba akupe kile kisu na wewe umpe kitu kingine? Yaani natafuta namna kwamba utakitoaje kile kisu. Utakitoaje kile kisu? Tekniki ambayo unaweza ukatumia ni kumuonesha kitu kitamu ama kizuri ambacho kinamvutia. Unapomuonesha kile kitu, mtoto ni rahisi kuachia kisu ili apokee hiki ambacho unampa. Kama ni peremende, biskuti, ni juisi, ni soda, ni nini, ataachia kisu, alafu atapokea na wewe utatoa kile kisu. Umeshampa jambo jema kwa kumuondolea hatari ambayo ilikuwa inamkabili katika maisha. Mama mmoja alikuwa anaenda kufua huko porini zamani, wakati tunakaa sisi huko Ngoje huko mbele huko. Kwa hiyo akaenda kufua yule mama. Sasa ilikuwa mnafua kwenye visima, kwa mtoto unaweza kumwacha juu. Kwa hiyo mama akafua, alipokuja kugeuka akamkuta mtoto anacheza na nyoka, tena nyoka wa hatari kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mama ile paniki kutaka kuleta vurugu, nyoka akachachamaa, mama akazimia. Mtu mwingine ndio aliyetumia hekima ya kumuita yule mtoto ili ampe kitu kizuri. Yule mtoto akasogea mahali ambapo nyoka yupo, akajitenga na nyoka. Wakamuua nyoka, mtoto akapona. Kwa hiyo usipokuwa makini, badala ya kujenga, badala ya kuwaimarisha hao wenye dhambi, ni rahisi kuwarudisha na hali zao zikawa mbaya kuliko walivyo ama ulivyowakuta kwa wakati huu. Sasa nitaelezea kidogo kisa cha yule mama Msamaria. Yule Yesu alikuwa anataka kutenda jambo jipya kwa yule mama Msamaria. Kwa hiyo akamwendea yule mama. Mama anachota maji, Yesu akamwendea. Akamuomba yale maji. Jambo la kwanza, yule mama anamwambia hakuna mchangamano kati ya Wayahudi na Wasamaria. Hilo likawa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, anamuuliza wewe una cha kuchotea? Manake hapa ni parefu, hiki kisima cha babu yetu sijui Yakobo sijui nani ndo alituachia hiki. Kwa sasa kwanza ni kirefu, wewe una cha kuchotea? Lakini unaona Yesu alivyokuwa anaenda naye. Baadaye anamwambia kwamba laiti ungelijua kwamba
kupata maji yanayotoka kwangu, usingelipata kiu tena. Kwa hiyo ile kitu ika draw attention kwa yule mama kwamba kumbe huyu anaweza kawa na maji yasiyoleta tena kiu. Akamwambia basi nipe na mimi hayo maji, nipe na mimi hayo maji. Baadaye kwa kugundua hivyo kwamba sasa yuko tayari, Yesu anamwambia kamuite mumeo, kwa sababu tayari ile ni dhambi ambayo yule Msamaria alikuwa nayo, na alikuwa akijua kwamba hakuna anayeijua ile dhambi isipokuwa yeye mwenyewe. Anasema sina mume. Yesu anamwambia umejibu vyema. Alafu anamuonesha dhambi yake, lakini tayari ameshamwambia kwamba mimi ndimi maji ya uzima. Atakaye kunywa maji kutoka kwenye mwamba wangu hataona kiu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo those techniques ni muhimu. Those techniques ni muhimu sana kulikoni wakati mwingine kuwa kwenye high gear. Na haya mambo ni ya msingi pia tunapotaka kuwafundisha wale waamini wapya namna ya kwenda kuvuna watu kule wanakokwenda. Hata wale waliokomaa wanaweza wakawa hawana ujuzi wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna maeneo nitayataja ambayo ni msingi kabisa na yanafaa kabisa kuyaendea ili kuhubiri Injili na kulifanya kanisa la Mungu ama kanisa la Kristo likue. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sijui kama utakuwa unanielewa, lakini mimi kusudi langu ni kwamba kanisa kusanyiko la Mungu lazima linenepe, lazima likue, lazima watu waongezeke, sio kwa kuzaliana. No. Sio kwa kuzaliana, lakini kuna namna ya uzao ambao unatakiwa ili kanisa la Mungu liweze kutembea kwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa eneo la kwanza ni nyumba kwa nyumba. Yaani kuna baadhi ya madhehebu yamejisahau kabisa na yameridhika kabisa, yanaweka malengo kwa washarika wao, as long as wao wanaishi, vitambi vinakuwa, wako kwenye magari mazuri, wana maisha mazuri, they don't care kwamba portion yetu sasa inatutosha, hatuna haja tena kuendelea kuhubiri Injili ya Kristo. Hawa walioko hawa wanatosha, tutakuwa tunawanyoa manyoya na manyoya tunayatumia kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na shughuli zetu zinakwenda. Lakini hiyo sio kusudi la Mungu. Tunaona kwamba kusudi lake ni kuwavua watu. Kwa kwanza ni nyumba kwa nyumba. Yako madhehebu ambayo unakuta mtu anaweza akakufuata akakushirikisha kwa upole tu, au akagonga, bwana tuna huduma neno la Mungu, tunashinda neno la Mungu, tunaomba tukushirikishe. Ukikubali wanakaa, ukikataa wanaondoka. Kwa tunapaswa kwenda nyumba kwa nyumba tukihubiri Injili ya Yesu Kristo. Yesu alipokuwa anawaachia wale 70, aliwaeleza nyumba za kuziendea, sehemu ya kwenda na waingie. Watakapobisha wakiwagongea watu milango wakakataa kulipokea lile neno, Mungu aliwapa agizo la kufanya. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kwenda kuhubiri Injili ya Kristo kwenye majumba ya watu, nyumba kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, mahospitalini. Watu wamekata tamaa, wanapigania uhai wao, hawaoni kesho yao itakuwaje. Mwingine anaweza kaa yuko pale, anahitaji umshirikishe neno la Mungu apate kuokoka, atoke pale. Uponyaji wake uko kwako. Tulikuwa kwenye msiba fulani na mtumishi mmoja akawa anashuhudia kwamba walitoka kuzika mtu akawa anarudi, alafu akasikia habari ya mtu mwingine anayeumwa. Yule mtu akaomba wapite pale kwake, wakafanya maombi, akawaeleza mambo yake. Walipofika wakasema sasa unahitaji kumpokea Yesu Kristo, akakubali, wakampitisha kwenye sala ya toba. Walipomaliza na yeye ameondoka. Kwa hiyo tunahitaji kuhakikisha kwamba tuna win. We must win the soul of people kwa ajili ya Mungu. Hizi nafsi za watu zisipotee, lazima tuzishinde kwa kumletea Kristo. Kwa hiyo mahospitalini lazima tuende. Lakini jambo lingine ni mashuleni. Japokuwa kwamba mambo yamekuwa magumu siku hizi, huwezi kwenda kufundisha na nini, mambo mengi, vipindi vya dini inawezekana vimeshafutwa, sio na nini, mambo kama hayo. Lakini sehemu nyingine nzuri ni mashuleni. Na hapa ni kuanzia kule kindergarten mpaka kwa wale wanaosoma PhD sio na doctorate huko juu, mimi sielewi. Wafundishwe neno la Mungu. Nilikuwa nasema ukiwa na cheti cha darasa la 7, uwe na cheti walau cha form 4 cha theolojia.
Yaani elimu ya kimungu lazima itangulie, alafu elimu ya kidunia ifuate nyuma. Na nasema hivi kwa makusudi, siku utakapotoka kwenye hiyo ofisi ambayo uko sasa hivi unaona kwamba uko sehemu salama, utanielewa hili ambalo ninalizungumza. Kwa hiyo sehemu nyingine ni mashuleni. Huku shuleni ndiko watu wanakopewa ujuzi na maarifa juu ya jambo fulani. Ndio kazi ya walimu. Kazi ambayo mimi nafundisha ni kukupa maarifa na ujuzi juu ya jambo fulani. Ndio maana ninafundisha sana kuhusu Biblia. Sijafika huko mbele kufundisha miujiza na sarakasi zingine za kidunia. Mimi siko huko. Lakini ni lazima nikufundishe kwanza neno la Mungu. Unapokuwa na uwezo wa kumaster neno la Mungu, najua kwamba hayo mengine Mungu atakuzidishia. Neno la Mungu linasema kwanza utafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Alafu anasema na hayo mengine yote nitafanyaje? Nitawazidishia. Kwa ni lazima tujue kwamba huku wanakoweka elimu na maarifa, na sisi lazima twende kuwafundisha watu na kuwapa watu ujuzi na maarifa juu ya neno la Mungu. Lakini pia gerezani, wale watu wamekata tamaa, wana makosa kule. Hatima yao kimwili imeisha, ama kidunia yamkini imeisha, ama imeharibika sehemu fulani. Mwenye kwenda kuhuisha yale matumaini yao upya ni sisi, kwa njia ya Roho Mtakatifu aishie ndani yetu. Tunaenda kuwapa neno la uzima. Tumesoma hapa Injili ya Yohana 6:51 kwamba mwili huo ni mimi na chakula hicho ni mimi nitakachokitoa kwa ajili ya ukombozi wa nini? Ya ukombozi na uzima wa ulimwengu. Kwa hiyo tukawape watu neno la Mungu kule magerezani. Wanapomjua Mungu wale wanageuka. Hatima yao ya kimwili bado iko pale pale, lakini ndani yao kiroho wameshabadilishwa. Ni watu wapya, wana nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuwafikie hao. Lakini pia 5 ni kwamba lazima twende tupite kwenye mabaa na vilabu, tuwashirikishe watu neno la Mungu kule kule waliko. Usianze kumtukana kwamba wewe ni mlevi, lakini mueleze kwamba Mungu bado hajakukatia tamaa na bado analo tumaini thabiti juu yako, kwamba siku utaiacha hii njia na utampokea yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mlevi mmoja nilikuwa nasikia mhubiri mmoja alikuwa anasema kwamba walikuwa wanajibizana kati ya watu wanaomtumikia Mungu na mlevi. Alafu mlevi akamwambia, bwana wewe siku ukifa motoni. Akamwambia sawa, na sisi tukienda kule kwenye moto msituombe moto wetu, kwa sababu mtakuwa ngambo nyingine na si ngambo nyingine. Kipindi cha baridi pambaneni na hali yenu. Sisi huku na moto tunaota, mambo yanaenda vizuri. Lakini kipindi cha kula mahindi, viazi, si vitu gani kuchoma, nyewe mtajua mtachoma na nini. Na msituombe moto wetu, sisi tutapambana huku kuchoma mahindi na kuendelea kula viazi. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kitu ulichompa ameshindwa kuking'amua kwa namna unavyotaka, na anakitumia kwa ile roho inayomtawala ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ya ngapi? Hii ni eneo la 5. Eneo la 6 ni masokoni, sehemu ambako watu wengi wapo. Tunaweza tukahubiri injili ya Kristo na watu wakamgeukia Mungu kwa urahisi kuliko kujificha ama kuhubiri injili. Wale kwenye makanisa tayari wameshavuliwa. Wale wako pale hawana shida kabisa na injili. Kunaweza kukawa na misuguano ya ndani hapa na pale, lakini watu wale tayari wameshafika, wameshawafikisha. Huwezi kuhangaika na maji ambayo tayari yameshafika jikoni yako kwenye ndoo. Tunafikiria namna gani ya kuyatoa maji mengine ili kujumlisha na haya yaliyoko, ili shughuli yetu ambayo tunaitaka kufanya ifanikiwe. Kwa tunatamani kwamba tupite masokoni, tuhubiri injili kwa unyenyekevu pasipo shida na mambo kama hayo. Lakini pia sababu ya 7 ni kwenye stendi za mabasi, na nimeona watu ambao kwa kweli wanahubiri injili kwenye maeneo hayo. Pale Mbezi Mwisho, kwenye kituo cha Magufuli nimeona watu wanahubiri pale. Kwenye hizi daradara za kawaida watu wanahubiri pale. Na rafiki yangu Dani wakati mwingine anaenda kwenye vituo, na kuna kipindi nilishakuwa naye Moroko, tunafanya injili, tukataka kuhubiri pale Kimara, wakatukamata, lakini neno la Mungu liliendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maeneo hayo ni muhimu. Lakini pia sehemu tunazofanyia kazi, kwenye ajira ambayo uko, washirikishe watu neno la Mungu, wahubirie habari njema ya Yesu Kristo. Watu hawa wapate kugeuka, waache njia yao mbaya, wamrudie Kristo, kuliko kufikiria habari zilizomo ama watu waliomo katika jengo la ibada ama taasisi fulani. Walau leo nimegusa sasa maeneo hayo
8. Nitaendelea kufundisha maeneo mengine lakini leo nimefundisha maeneo 8 ambayo tunaweza kabisa kwenda tukahubiri Injili na watu wakampokea Kristo. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mwema. Namba yangu ya simu ni 0784662210 ama niandikie kwa sanduku la posta 1024